Kwa jina naitwa James Andilile, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji, ambapo sisi tunahusika na udhibiti wa masuala ya kiuchumi na kiufundi katika sekta ya nishati ambayo inahusisha masuala ya mafuta, masuala ya gesi asilia pamoja na masuala ya umeme. Na pia kwa upande wa maji tunahusika na masuala ya huduma ya maji pia na usafi wa mazingira. Niwakaribishe EWURA katika siku hii muhimu ambapo tunajumuika na wadau na wateja wetu katika kusherehekea wiki ya huduma kwa wateja. Kimsingi EWURA wateja wake wakubwa ni watoa huduma pamoja na watumiaji wa huduma na wananchi. Na wateja ndio msingi katika mambo haya yote yanapokuja swala la upatikanaji na utoaji wa huduma, kwa sababu ndio kipimo cha mwisho cha sisi kama wasimamizi wa huduma pia na hata watoaji wa huduma kwamba tumefikiaje malengo au matamanio ya wateja ambao tunawahudumia. Kwa hiyo tunavyoadhimisha wiki ya huduma kwa wateja, linatupa tafakari kwa ujumla wake kuweza kujua namna gani ambavyo sisi kama mamlaka tunatekeleza majukumu yetu katika kuhakikisha kwamba wateja ambao tunawahudumia wanaridhishwa na huduma ambazo tunazitoa. Na hivi ninavyoongea, huduma zetu nyingi za kiudhibiti zinapatikana kidijitali. Tuna mfumo wa utoaji wa leseni ambao unaitwa ROIS, ambao unamwezesha mteja kuweza kupata huduma za leseni na vibali popote alipo bila kuhitaji kufika katika ofisi zetu. Anaingia kwenye mfumo, anajaza, na baada ya kujaza anapelekewa leseni yake kupitia kwenye mfumo kama atakuwa ametimiza matakwa yote ambayo yapo kwa mujibu wa sheria. Lakini pia katika upande wa watumiaji, EWURA imeanzisha mifumo mbalimbali ikiwemo mfumo ambao tunaita e-look ambao unapatikana kwenye simu kiganjani, ambapo mteja anaweza kutoa taarifa zozote kuhusiana na upatikanaji wa huduma husika. Na mfumo huo wa e-look unatuwezesha kuweza kukusanya maoni kutoka kwa wananchi kuhusu namna gani ambavyo watoa huduma wanatekeleza mkataba wa huduma kwa wateja. Kwa hiyo mteja anaweza kaingia kwenye mfumo huo akaeleza kwenye masuala ya umeme, akaeleza kwenye masuala ya mafuta, akaeleza kwenye masuala ya gesi, akaeleza kwenye masuala ya maji kuhusiana na namna huduma hizo zinavyotolewa. Na niwatakie wiki njema ya huduma kwa wateja. Asanteni.